Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni wakati mwingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fiziai al-Quran, kwa maana ilmu ya sayansi ya Quran. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka katika darsa zetu leo tutakwenda kutazama maneno ya sahaba wa Bwana Mtume Muhammadin Sayyiduna Abi Bakarin Siddiq radiyallahu anhu. Huyu ni katika kibaru sahabati Rasulillah, ni katika masahaba wakubwa wa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin. Maana ya kuyaleta maneno yake na kuyatazama maneno haya namna ambavyo yalivyojaa falsafa ambayo ndani yake inatupeleka katika ilmu ya sayansi, ni kwa ajili ya kuondosha matango pori katika vichwa vya baadhi ya watu wasio na maarifa haya. Mathalan, mfano, kuna baadhi ya watu wao wanasema hayo mnayoyachambua kwa mujibu wa namna inavyoeleza science, hayo hatujayaona kuthibiti kwa Bwana Mtume, hayo hatujayaona kuthibiti kwa sahaba wa Bwana Mtume Muhammadin wala kwa wema waliotangulia. Haya ni maneno yao, wanasema hivyo. Sasa lengo la msingi ni kuwathibitishia hao sahaba hakuna hata sahaba mmoja alikuwa mbugila. Ilmu zote hizo zinazosemwa walikuwa nazo, isipokuwa wakati waliokuwa nao ni wakati ambao haukuhitajika sana hizo, lakini wakati tuliokuwa nao sisi unahitajika sana ziwekwe wazi katika mazingira kama haya. Sijui mnanielewa vizuri eh? Lengo la msingi, nataka msiwe waumini wa kuchukua matango pori. Maana ukiona mtu anakuambia, anakulimiti fulani msikilize, fulani usimsikilize, soma kwa fulani usisome, jiulize why, kuna nini hapa? Mtu mwenye akili timamu mwanzo lazima uanze hivyo. Kwa nini nisimsikilize fulani? Maana yake atakuamsha akili yako, ndio maana yake. Sasa bakia unalala katika usingizi ili umsikilize nani? Yeye. Shughuli ndio iko hapo. Kwetu sisi hatukuwekei limit kwenda kusoma kwa shekhe yoyote, hatukuwekei limit kwenda kusoma mahala popote, maadamu ilmu ipo, kachukue ilmu. Si ndio maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa inshallah biidhnillah leo tutakwenda kutazama maneno ya sahaba wa Bwana Mtume Muhammadin Sallallahu alayhi wasallam. Sahaba wa Bwana Mtume ana maneno mazito sana. Maneno anasema, ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma ariftu rabbi. Meona maneno? Sasa wapo baadhi ya watu wao matini wanaisoma vizuri sana,
ariftu rabbi birabbi walaula rabbi ma ariftu rabbi, yani kila harufu unaisikia inatoka mahala pake. Baada ya hapo atakutafsiria tu, nimemjua Mola wangu kwa Mola wangu, na kama sio Mola wangu nisingemjua Mola wangu. Kaisha kamaliza hapo, tayari yeye ni mwanachuoni anatoa fatwa. Wallahi ni hatari sana. Yani Waislamu tulipofikishwa kugumu, yani kwa kusoma soma mati na nini, yeye ni mwanachuoni na anajiona anajua, hakuna mwingine. Wallahi ni hatari sana. Sasa haya matango ya namna hii ndio anapandikizwa baadhi ya watu, na wao wanasoma soma vya hivi, alafu anajiona ndio bora, hakuna mwingine anayejua zaidi yao, na wao ndio watu wa sunna na sunna inawatambua wao. Kwa staili hiyo tusomeni tena. Ndugu zangu, sahaba anasema ariftu rabbi, nimemjua Mola wangu. Ukisikia nimemjua maana yake ni nini? Talabtuhu fa'ariftuhu, nimemtafuta huyo Mola mwenyewe. Yuko wapi? Nimempekua Mola mwenyewe, wapi nitamuona? Anasema nilivyokuwa nikimtafuta Mola wangu, birabbi, ba'u harfu jar bilil isti'mal, ni harfi ya jari kwa kutumia makhluqillah, yani viumbe wa Allah. Nimewatazama hao viumbe, baada ya kuwatazama kwa umakini wa hali ya juu, basi wakanifanya kumjua nani? Mola wangu. Ariftu rabbi birabbi, hii ba inaitwa harfu jari lil isti'mal, ni harfi ya jari inayokutaka kutumia viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatafiti, kwa kuwachunguza. Basi shukrani zako na ule ujuzi wako utarejea kwa aliyoyafanya. Hayo ni nani? Ndiyo Mola ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya sahaba ni maneno yanahitaji akili kubwa. Kama wewe una akili ndogo, tulia tu, watu wakufafanulie mambo. Tunakwenda vizuri Walaula rabbi, na kama sio Mola wangu. Nini maana yake? Yani kama sio Allah subhanahu wa ta'ala kunijalia kuchunguza kisha kubaini makubwa Mwenyezi Mungu aliyoyaweka kwa viumbe wake, maariftu rabbi, nisingejua chochote kuhusiana na Mola. Kumbe sahaba Abu Bakr as-Siddiq anamtaka mtu aanze kwanza kuchunguza viumbe wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala, aanze kuchunguza uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akishachunguza atamjua nani? Atamjua nani? Tunaona tauhidi hatuioni hapa. Sasa haya maneno kuna watu wanasoma kama kasuku tu. Akishasoma hivyo mwanachuoni yeye anatukana watu, yeye ndio mtu wa sunna, wengine watu wa motoni. Atuendi hivyo ndugu zanguni. Kwa hiyo tuyasome mambo katika hali ya aina kadha. Sasa wakati sisi tulipokuwa pale Ghazal Muslim School na tulipokuwa tukiyasoma maneno mfano wa haya, mashekhe zetu walikuwa anatuambia weka mstari, tuanze kuyatazama maneno haya ala dhaw'in sahihin, katika mwangaza ulio fasaha. Tukatolewa mfano wa mdudu anaitwa sungusungu au sisimizi. Sisimizi Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Suratun Namli aya ya 18. Allah anasema, ni habari ndefu kidogo lakini sisi tunachukua kwa uchache kwa sababu tunataka kwenda katika pointi ya msingi. Akasema hatta idha atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayyuha an-namlu dukhulu masakinakum la yahtamannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Naona kazi hiyo. Anasema hawa Nabii Suleiman bin Daudi alayhi massalatu wasalam akiwa na jeshi lake, wakati wanakwenda mahala, walipofika katika bonde au jangwa, katika jangwa hilo kukawa na sisimizi au sungusungu wengi.
qalat namlatun, akasema sisimizi mwanamke. Kwanza weka mstari hapo, mashekh zetu walikuwa wanatuambia weka mstari. Kwa nini msemaji awe ni sisimizi mwanamke? Weka mstari hapo. Katika hawa sisimizi au sungusungu wamegawanywa katika makundi kadhaa. Yupo katika kundi mmoja au miongoni mwao kuna yule anaitwa almilka. Milkatun namli manake ni malikia wa sisimizi au malikia wa sungusungu. Hii ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili kuna wale ambao wanaitwa adhukura, ambao wao ni wanamume, kazi yao ni kutalqihi tu, yani kurutubisha kwa huyu malikia ili azae watoto, na akishatia ujauzito ana dakika zake ni chache anakufa. Maisha yanaendelea kwa hao watakaozaliwa katika mazingira kama haya. Kisha baada ya hapo kuna wale wanaitwa ashaghala. Ashaghala ni wale kazi yao ni kutafuta chakula, yani kazi yao wao ni kutafuta chakula. Wao wanakuwa hawana mabawa, kazi yao ni kutafuta chakula. Na katika hawa ashaghala wamegawanywa katika makundi mawili. Kuna wale ambao kazi yao wao ni ulinzi tu, wanalinda ile nyumba ya malkia na wanalinda jamii yao, askari. Na hawa wanakuwa na maumivu kama atakung'ata, kwa sababu wanakuwa katika hali za namna hiyo. Sasa katika hawa kiongozi ni huyu malkia. Ndio maana nasema qalat namlatun, akasema malkia, kwa maana namli mwanamke huyu akasema nini? Ya ayyuhan namlu, enyi sisimizi nyinyi, udkhulu. Hii inaitwa jamu mudhakari salim, manake wanaoambiwa ni wanaume, kwa kuwa wao ndio walinzi na wao ndio wanaokwenda kutafuta nini? Chakula kwa ajili. Sasa wanaambiwaje? Udkhulu masakinakum, amri inatoka kwa rais malkia, ingieni katika nyumba zenu. Kwa nini? La yahtamannakum Sulaiman, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, asije akawakanyaga Suleimani na majeshi yake. Wahum la yashurun, hali ya kuwa hawaisi chochote kama kuna kitu anachokikanyaga. Al-ish'ar la sio hali ya wajui, maana yake hawana hata hisia kwamba hapa tunapopita kuna nani hata anahisia kwamba kuna sisimizi kakanyago. Sasa hum la yashurun, katika hali ya namna hiyo. Sasa wakati tukisoma aya hizi, mashekhe zetu wakachukua maneno haya, kwa maana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakaja katika maneno ya sahaba wa bwana mtume Muhammad. Ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma ariftu rabbi, nimemjua Mola wangu bi rabbi, kwa kutumia viumbe aliowaumba yeye Allah baada ya kuwatafiti nikamjua Mola wangu. Walaula rabbi, na kama siye Mola wangu kuumba hivyo alivyoumba, na mimi nikaona maajabu katika alivyoviumba, maariftu rabbi, wala nisingemjua Mungu ni nani. Tunakwenda vizuri? Maneno yana falsafa kubwa. Alafu natokea jitu linasema sahaba hajui science, yani unalitazama unaishia kulirehemu tu, Mwenyezi Mungu alirehemu. Sasa mashekhe zetu walituambia katika hali ifuatayo, wakasema inna namla lahu quwwatu sam'in qawiyatin an tariqi wujudi majmu'atin kabiratin min al-khalaya tusama chordotonal organism. Tunakwenda vizuri? Mashekhe zetu wakatuambia huyu mdudu chungu au sisimizi au nani tunamwita sungusungu, lahu quwwatu sam'in qawiyatin, ana nguvu sana ya usikivu. Tutaona pale tutapoanza kusoma kiungo kimoja kimoja cha sisimizi huyu, ndio utaona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo utapata uhakika wa maneno ya Sayyiduna Abu Bakari ni Siddiq pale aliposema ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma ariftu rabbi. Semeni la ilaha illa Allah. Kwa hiyo sisimizi ana usikivu wa nguvu sana. Lakini anasikiaje sasa usisimizi? Yani kinachompelekea awe na usikivu wa nguvu ni nini?
an tariqi wujudi majmu'atin kabiratin min alkhalaya, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba usisimizi katika mwili wake. Kuna chembe chembe nyingi sana zilizojikusanya. Kale ka mwili kasisimizi kana chembe chembe tena nyingi, ambazo chembe chembe hizo zimejikusanya katika mwili wa sisimizi au sungusungu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Chembe chembe hizo tusamma, zinaitwa chordotonal organs. Chordotonal organs. Hizi ni aina ya chembe chembe zinazopatikana katika mwili wa mdudu chungu au sisimizi katika hali za aina kadha. Chordotonal sawa organs. Hizi zinapatikana katika mwili wa mdudu chungu au sisimizi katika hali ya aina kadha. Tunataka tuone ni vipi sisimizi aliyasikia maneno ya Sayyiduna Suleiman bin Daud alayhi salam, yani alisikia ile michakato ya miguu ya jeshi la Sayyiduna Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam. Akasema alitumia lugha gani kusema? Tunakwenda vizuri. Kwanza alisikiaje ile michakato, alafu alitumia lugha gani kusema? Kwa hali ya namna hiyo, walati hizi khalaya, kwa maana hizi chembe chembe ndizo ambazo tantashiru ala quruni al-istish'ari wal arjuli. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitawanya hizi chembe chembe katika kitu kinachoitwa qurunul istish'ar. Qurunul istish'ar ni ile antena ambazo wanazitumia wale sisimizi au wadudu chungu kwa ajili ya kupata taarifa. Ziko hapa mbele, anafanya hivi zile antena zake. Usifikiri kwamba ni mchezo ule. Pale kuna mawasiliano maalum, ananasa mawimbi maalum kwa ajili ya kuwa katika hali iliyokuwa bora. Tusebeni la ilaha illa Allah. Wallahi maneno ya sahaba wa Bwana Mtume, ariftu rabbi birabbi, nimemtambua Mola wangu kwa kutumia viumbe aliowaumba, walaula rabbi, na kama sio uumbaji wa namna hii alofanya Mola wangu, maariftu rabbi, nisingemjua Mola ni nani katika hali za namna hiyo. Unaona maneno makubwa haya yanahitaji akili kubwa pia. Wewe ukiwa na akili ndogo, tulia, tuacha watu wafanye yao. Sasa hizi chembe chembe zinapatikana ala quruni al-istish'ar, katika zile antena za huyu nani, mdudu chungu au sisimizi. Wal arjuli, na miguu yake pia zinapatikana. Waras, na katika kichwa chake. Wasadri, na hata katika kifua chake. Hizi chembe chembe zipo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika hali ya namna hiyo. Ariftu rabbi birabbi walaula rabbi maariftu rabbi, nimemjua Mola wangu kutokana na kutumia viumbe wake, na kama sio Mola wangu kunionyesha namna alivyoumba viumbe wake, nisingemjua Mola wangu. Maneno makubwa yanahitaji akili kubwa katika hali za aina kadha. Lakini kadhalika wa amtariqiha, na kutokana na hizi chembe chembe kupitia njia yake, yasma'u namlu ay ihtizazatun au taharukat. Sasa sisimizi kupitia katika zile chembe chembe ndipo anaweza kusikia. Anasikia nini? Mitikisiko, michakato ya nyayo, na hata yani zile ihtizazat. Kwa mfano mimi nakuja, sisimizi anasikia kwa kupitia nini? Zile chembe chembe zinazoanzia katika sehemu ya zile antena, miguu yake, kifua na kichwa, vinampa taarifa kuna mtu anakuja huko katika hali za aina kadha. Sasa Malikia anatoa amri, anawaambia jamani, ingieni katika nyumba zenu. Suleimani anakuja huko, sawa, yeye pamoja na. Sasa swali ni moja, Suleimani anakuja kweli, wamepata kusikia, kwa maana kuna michakato ya nyayo inakuja. Swali, alijuaje kama huyu mjaji ni Suleiman bin Daudi? Twende vizuri hapa, utaona maajabu ya maneno ya sahaba wa Bwana Mtume, ariftu rabbi birabbi walaula rabbi maariftu rabbi, katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri hapo Sheikh Hussein, tuko sawa hapo? Naam.
wa ala almakani alladhi yasiru alayhi, na kutokana na hali ya namna hiyo basi zile chembe chembe zinawapa mwelekeo wale sisimizi kujua na aina ya hii michakato namna tunavyoisikia inakuja kwetu au inakwenda mahala pengine. Wanafahamu kitu cha hali ya namna hiyo. Tunasema kwa hali ya namna hii tunapata kujua sasa walijuaje kama Suleiman bin Daudi alayhi masalatu wasalam anakuja ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma'ariftu rabbi. Maneno makubwa yanahitaji akili kubwa katika hali za aina kadha. Tunakwenda vizuri sahihi. Kama anna linnamlat jihazun asabi, kama jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumbia huyu sisimizi au mdudu chungu anayo system nzima ya nerves, mishipa ya fahamu. Sisimizi anayo mishipa ya fahamu, nerves anazo. Unaona mambo hayo? Alafu sisi tumekalia matango pori badala kuyasoma vizuri maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume. Tunakwenda kusoma ubishani, upumbavu, rududi, kuradi, eti ndio shekhe mkubwa. Si wewe huo. Matango pori kabisa, mtu anapandikizwa matango na unaona ndio elimu yenyewe. Si haya tunapeleka wapi sasa? Tunakwenda vizuri ndugu zangu. Kama jinsi ambavyo Allah amemjalia huyu namla anayo jihazun asabi, kwa maana ana nerves, mishipa ya fahamu, yatakawanu min mukhi mawjudi fi mintaqati ras. Mishipa hiyo imetoka katika sehemu ya ubongo wake, tena ubongo wa huyu mdudu chungu au sisimizi ambao unapatikana katika sehemu ya kichwa chake. Unaona Allah alivyokuwa anatisha, wallahi ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma'ariftu rabbi. Maneno makubwa yanahitaji akili kubwa katika hali za aina kadha. Wewe ukiwa na akili ndogo tulia tu. Mzee Lila unanielewa? Ukisema tu nimemjua Mola wangu kwa Mola wangu, na kama sio Mola wangu nisingemjua Mola wangu. Ya unaelewa nini haya maneno? Haya maneno ya kifalsafa bana, yanahitaji akili kubwa ili kufahamu makubwa yaliyo ndani ya maneno haya ya sahaba wa bwana Mtume Muhammadin. Lakini kadhalika thumma yatafarra'u minhu hablul asabiyyu, kisha baada ya ile nerves, mishipa ile kuwa imetoka katika sehemu ya ubongo wake usisimizi au mdudu chungu, kisha ikajifanya matawi sasa kwenda katika sehemu ambazo zinahitajika kutoa hisia, yani kupeleka taarifa. Walladhi yamtaddu ila ajza'il jismi, sehemu ambazo zina ripoti hisia au taarifa kutoka katika sehemu zote zinazopatikana katika mwili wa sisimizi katika hali za aina kadha. Ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma'ariftu rabbi. Tunakwenda vizuri sahihi kabisa. haithu yantaqilu al-mukhu ay mu'athiratin asabiyatan hissiyah kharijiyatan min khilali quruni al-istish'ari wa yanquluha ila dakhili al-jismi. Sasa angalia maajabu ya Allah. Hapa ndipo utaona ariftu rabbi bi rabbi walaula rabbi ma'ariftu rabbi. Maneno makubwa yanayohitaji akili kubwa katika hali za aina kadha. Sawa? Walladhi, tunasema hii mishipa ndio ile ambayo yamtaddu ila ajza'il jismi, imekwenda katika sehemu zote za mwili wa huyu sisimizi au mdudu chungu. Haithu yantaqilu al-mukhu, kiasi ambacho ubongo wa huyu sisimizi au mdudu chungu huwa unabeba ay muathiratin, kwa maana unabeba amri au taarifa. Taarifa hiyo asabiyata inayopitia katika nerves, mishipa ya fahamu, hissiyatan, tena kwa hisia kali kabisa, kharijia, iliyotoka nje hisia hiyo, min khilali quruni al-istish'ar, kupitia katika zile antena anazozinyoosha yule nani, mdudu chungu au sisimizi katika mazingira kama haya. Kwa antena inatafuta taarifa, ikishapata taarifa inapeleka katika mukhi, katika ubongo wa huyu nani, mdudu chungu. Mdudu chungu sasa anachokifanya
anachukua kama kauli taarifa, na hisia iliyotoka nje inapelekwa sasa, wayanquluha ila dakhili aljismi, inapelekwa ndani ya mwili. Kwa maana hii hisia ninayosikia si sahihi, ikishapelekwa ndani ya mwili yanatoka maamuzi. Ya ayyuhal annamlu, unaona maamuzi hayo, hisia zimeshakuja kwa nani? Kwa Malikia. Baada ya kufahamu haya, sasa anatoa amri, anasema enyi sisimizi nyinyi, udkhulu masakinakum, ingieni katika majumba yenu. Kwani la yahtimannakum Sulaiman, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, asiye kukanyaga Suleimani na wanajeshi wake hali ya kuwa hawahisi chochote kinachoendelea, wao wakiwa katika shughuli zao. Naona mambo haya. Kwa hiyo aliposema sahaba wa bwana mtume Muhammadin, na hapa kuna maalumati mengi sana, mtakuja kuona maajab tukianza kumchambua huyu mdudu chungu, kuanzia zile tawala zao, maisha yao, kwa sababu hii ni aina moja. Kuna aina ya pili, wanaongea kwa kutumia kemikali. Hawa sisimizi wanaongea kwa kutumia kemikali, kama jinsi ambavyo ilivyo si wanadamu. Tuna aina nyingi za kuongea. Tunaweza kuongea kutumia sauti, ndio muadham, kwa maana sehemu kubwa zaidi, lakini tunaweza kuongea kutumia ishara, lakini tunaweza kuongea kutumia mwili tu, lakini tunaweza tukaongea kwa dalili fulani fulani tu hivi, na yani tuna aina nyingi sisi ya kuongea. Basi na wao pia wana baadhi ya aina. Kuna kuongea kwa lugha kutumia ile istishar, na kuna wakati wanaongea kwa kemikali. Kuna kemikali fulani wakitema, mathalan sisimizi akienda mahala akapata kuna chakula, anachokifanya anatema kemikali pale alafu anarudi kuja kuchukua wenzake. Jamani, kuna chakula mahala fulani. Kwa hiyo watatoka pale watakwenda mpaka pale wakikuta kile chakula, wanabeba sasa, wanaondoka, sababu ile kaacha alama katika mazingira kama yale. Na huku kote anapopita ili kuja kufika mpaka nyumbani kwake hapa, anakuja anakwenda anaacha kemikali. Kwa hiyo baada ya hapo hao wote watatoka kufuata ile kemikali, watajua kuna chakula mahala fulani. Kwa hiyo wanakwenda wanachukua kile, kinaletwa nyumbani, huku watu wanafanya majambo yao katika mazingira kama haya. Alafu wanaona sana, kwa sababu ana viini, yani katika macho yao sisimizi, kiini cha jicho lake takriban kuna viini 1000. Yani kwa hiyo ana uwezo wa kuona mbali sana. Ndio maana yule Malkia akasema huyo anakuja ni Suleimani na jeshi lake. Kwa nini? Kwa sababu anaona mbali kutokana na upeo wa zile adasa, yani viini vya jicho wao wanavyo vingi zaidi kuliko mimi na wewe. Tunakwenda vizuri? Ariftu rabbi bi rabbi, nimemtambua Mola wangu kwa kuyachunguza au kuchunguza viumbe aliowaumba. Walaula rabbi, na kama sio Mola wangu kuumba katika hali ya namna hiyo, maariftu rabbi, hata nisingemjua Mungu ni nani. Lakini maadamu kaumba hivi na mimi nikachunguza katika namna hiyo, nikabaini hayo, nishamjua Mwenyezi Mungu, sina haja ya kubabaika, sina haja katika hali ya aina kadha. Kwa hiyo ndugu zanguni, haya ni maneno ya sahaba, maneno makubwa, yanahitaji akili kubwa katika mazingira kama haya. Kwa hiyo Allah tujalie kila la kheri. Kwa ukimwona mtu anasema hapana, ayo yanayosomeshwa hapo ya kuthibiti, sahaba hawakufundisha masuala ya sayansi, hakuna hiyo, mwambie tulia kaka, wewe hujui. Na kwa kuwa hujui, fasalu ahla dhikri, waulize wanaojua wakusomeshe, na usilete ujuaji wakati unasomeshwa. In kuntum la ta'lamun, nyinyi hamjui katika mazingira kama haya. Hizi ni alama zinaitwa rumuzul ilmi, alama za ilmu katika mazingira kama haya. Na mtu akikuwekea alama za ilmu, maana yake anakutaka uingie ndani ukaichote ile ilmu yenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusomeni sana sheria, tusomeni sana sanadi, tusomeni sana hadithu maudhu, hadithi sahih, hadithun mutawatir, uhada na mfano wa hayo. Lakini tusiishie hapo peke yake, tutazame na maalumati yaliyo katika hadithi za bwana mtume. Kuna watu mabingwa kusoma maneno ya masahaba, mabingwa kusoma maneno ya wanavyoni, mabingwa kusoma kanuni za kutafsiria sheria.
Sasa balaa linakuja wakati gani? Ukimwambia satafsiri, yalla, hapo ndipo unapokwenda kumbaini kwa msa huyu mbwembwe nyingi sana, lakini maarifa ni 0.000. Ni hatari sana, hatari. Lakini mwenyewe mwanachuoni mkubwa, sunna zipo kwake, wengine watu wa bid'a, wengine watu wa motoni. Yani yeye kaishajipa cheo cha uungu wa kuhukumu watu. Yani mimi wanashangaa sana wakati anakuta wewe mtu wa bid'a amesahau kama yeye Mungu. Nani mbaya zaidi katika watu wa namna hiyo? Tuseme ukweli tu, kama maswala ndo hayo, ikiwa kama watu wa bid'a ni watu wabaya sana, wewe uliojipa cheo cha uungu cha kuhukumu watu, mbaya zaidi ni nani? Wewe ambao umejipa cheo cha uungu, wewe unahukumu watu, wewe ni nani? Wewe tueleza vizuri uzuri wa sunna. Jamani, sunna ya kufuga ndevu uzuri wake ni 1 2, tena kisayansi Sheikh Hussein ni nzuri mno. Wangekuwa wanajua akawa anapita namna ya kufuga ndevu kisayansi, ingehamasisha watu wengi wakafuga ndevu, wallahi nakwambia. Lakini tena ni tamu, ipo siku mimi nitaieleza hapa. Lakini ukimwambia tu sunna tume kufuga ndevu, Sheikh ndio hivyo tu. Mtume maneno yake magumu, maneno makubwa, yanahitaji akili kubwa. Sasa hapa lazima tuwe makini sana ndugu zangu. Nakwambieni haya maneno kwa kuwazindueni. Sasa hivi kuna hatari kubwa sana ndugu zangu. Wapo watu wanakwenda wanasomea Uyahudi, alafu wewe Uyahudi wanahisi ndio Uislamu wenyewe. Sheikh, Uislamu hujatuwekea limiti namna ya kusoma, kwamba soma ukishika hapa kwa fulani kule usome hakuna. Ni maneno ya watu wametengeneza tu mazingira fulani, kwa maana wao ndio watu wa aina fulani wawamiliki akili zenu kwa mazingira kama haya. Sasa lazima tuamke. Wewe ukishaona tu unaambiwa Sheikh kwa fulani usiende kusoma, jiulize swali, kwani tatizo ni nini? Fulani usimsikilize, kwani tatizo? Ina maana mimi umenifahamu mimi mjinga sana? Kama nikiona fulani anaongea pumba, mimi siwezi kupambanua pumba ni ipi na ukweli ni upi? Siwezi kupambanua. Yani mtu kasha kuchukulia wewe akili yako ni ndogo, yani kama kuku, yani ni mtu wa kupelekwa tu hivi. Haiko hivyo ndugu zanguni. Nasema haya kwa kuwazindueni. Wapo wanaokasirika sana wakiasikia haya, lakini mimi sijali. Ndivyo ilivyo Sheikh. Sijali kabisa. Kama wao walivyo wanatukana watu na hawajali, na mimi sijali vile vile. Ndivyo ilivyo. Sasa mambo ya ajabu. Hivi tuliulize swali, namalizia. Ikiwa kama leo wewe umesoma fiqh, ilmu ya fiqh, tukihitaji mtu wa fiqh lazima tukufuate wewe kwa sababu una maalumati hayo. Yule kasoma ilmu ya sanadi, anajua sanadi vizuri, tukihitaji sanadi lazima tumfuate yeye. Yule kasoma ilmu tarikh, ilmu ya historia vizuri, tunamfahamu hivyo, tukihitaji historia lazima tumfuate yeye. Yule kasoma ilmu ya sheria vizuri, tukihitaji hukumu pamoja na fatwa katika jambo lazima tumfuate yeye. Kila mmoja akacheza kwa pati yake, sote tukawa tunakutana katika jambo moja. Hivi mnaonaje hapa Uislamu ungekuwa katika hali ya aina gani? Lakini yule kasoma sheria anataka akosoe tiba. Sasa unashangaa sheria zako na tiba wapi na wapi? Yule kasomea masala ya tarikh, historia, anataka kuwa mufti na yeye anatoa fatwa. Yule kasoma ilmu ya sanadi, maalumati yaliyo ndani ya hadithi zenyewe kwa namna ambavyo vinavyohitajika hajazisoma, lakini anataka yeye ndo awe mheshimiwa namba 1 na yeye ndo anajua, wengine hawajui kitu. Hivi vinaingia akilini vitu vya namna hii? Kwa mazingira hayo Uislamu tunaopeleka mbele, huu ni Uyahudi. Huu ni Uyahudi. Ndio maana tukasema kuna watu wanakwenda kusoma katika jamiat, vyuo vikuu, lakini wallahi hawaendi kusoma Uislamu. Hawasomi Uislamu kabisa, wanasoma matango pori. Uyahudi, na unakaa vizuri Uyahudi katika vichwa, wanajiona wao ndo watu wa peponi, wengine wote watu wa motoni. Nyiki na nani? Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallama alisema watu wataingia peponi kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Akaulizwa hata wewe? Mtume asema hata mimi. Manake mimi sijui yuko mbele itakuwa
itakuwa vipi? Leo kuna watu wanajua si miungu wao, yani wamemzidi mpaka mtume mwenyewe, alafu wanakuoneni kwamba watu wa bid'a ndio watu wabaya sana, watu wa bid'a watu wabaya sana, wakati nyinyi mna sifa ya uungu kabisa. Shida au sio shida hiyo? Kwa tusameheane tu. Ikifika mahala we ni mtu unahisi kwamba sunna unazifata sana, jua kuna wengine pia nao wanafanya sunna za aina nyingine. Sio lazima tufanane wote katika sunna. Wewe inawezekana ukafanya sunna ya ndevu mashaallah kama mimi hapa, lakini kadhalika mwingine akafanya sunna ya kuoa wake wengi. Shida ni nini? Tukutane wote katika kupeleka gurudumu la Uislamu mbele. Mwingine akafanya sunna ya kuwa anatembea kila siku barabarani kuangalia kuna miba, kuna mavigaya yamekaa vibaya, mawe yamekaa vibaya, anaweza kudhuru watu. Ye kazi yake, sunna yake ni hiyo tu, anatoa vitu vile kuhakikisha watu wanapita katika mahala salama. Ndivyo hivyo. Mwingine akaona kuna sunna imeachwa ya kutembea peku, mimi nitakuwa kazi yangu natembea peku kama Mrisho Mpoto hivyo sunna. Mwingine akaona mimi sunna yangu bana, kila nikiswali baada ya swala zile sunna swala ambazo zina kablia zina baadia sitaki kukosa sunna hiyo. Mwingine mimi Jumamosi, Jumatatu na Alhamis siachi kitu, anafunga sunna hiyo. Mwingine masiku meupe na masiku meusi yale anafunga sunna hiyo. Shida ni nini? Basi wote tu lazima tuwe hivi tu. Siwe hivyo ndugu zangu. Wewe kuwa hivi ni sehemu nzuri, ni sunna nzuri. Wengine watakuwa na sunna zingine. Shida ni nini? Mzee Lila, naona unanielewa vizuri Sio hatugombani si katika sunna. Wewe umeweza kufanya sunna ya hivi, okay, ni vizuri. Muache mwingine afanye sunna nyingine. Shida nini? Kwa sababu hata wewe mwenyewe hapo ulipo hauna sunna zote, kwamba sunna zote unazifanya. Sio kweli, tutadanganyana tu. Utafanya tu hizi za ndevu kwa sababu ndo zinaonekana, na utafanya hizi za hivi kwa sababu ndo zinaonekana. Tukija usiku kwako wewe umelala, sunna za swala za usiku uswali, utadanganya watu tu ile ni ibada ya siri ndio unapojifichia. Alafu wewe unafuata wema alotangulia, unasema uongo. Haiko hivyo shekhe. Hatukatai sunna, tunazikubali, lakini wewe ukiweza kufanya sunna hii, waache wengine wafanye sunna nyingine. Tatizo ni nini? Wewe tu ndio umepatia. Mimi ndio kauli yangu. Wewe Mungu basi. Inshallah Mwenyezi Mungu atunusuru. Mwisho wa siku niseme, Mwenyezi Mungu nakuomba uturehemu, uwarehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, na utujalie rehema nyingi sana hapa duniani, tufungue vichwa vyetu na akili zetu tuweze kuyasoma haya kwa kuyafahamu kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.